Kufuatia kifo cha kikatili cha mtoto miaka 13 aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi ya Ayatsea, mwanafunzi huyu wa darasa la 6, Global TV tumefika hapa katika shule hii ya msingi ya Ayatsea ambapo tunazungumza na mwalimu wa ushauri nasaha ambaye anatueleza siku ya tukio ilikuwaje, kwa sababu tumefahamishwa kwamba mwanafunzi huyu siku ya tukio alitoka nyumbani na kuja hapa shuleni, lakini hakurudi tena mpaka pale ambapo mwili wake ulikutwa katika shamba la mbaazi hapa katika kijiji hichi cha Gidamar. Tunazungumza hapa na mwalimu huyu wa shule ya msingi Ayatsea. Naitwa Endaeli Mbwambo, mwalimu wa ushauri na unasihi kutoka shule ya msingi Ayatsea. Kwa kweli tukio ambalo limefanyika ni tukio la kikatili sana, tukio ambalo limetusikitisha kama shule, jamii na wananchi kwa ujumla. Siku ya Jumanne mwanafunzi alihudhuria shuleni na tuliwaruhusu mida ya saa 10 dakika 20. Baada ya hapo mwanafunzi huyo inasemekana hakufika nyumbani. Wazazi walitoa taarifa kwa walimu, pia tulishirikiana kutafuta wote siku ya Jumatano, lakini ilikuja kugundulika siku ya Alhamisi asubuhi mwanafunzi huyo amekutwa kwenye mashamba ya mbaazi akiwa ameshafariki. Tukio linaloonyesha ni amebakwa, amelawitiwa mpaka ni binti takribani kama miaka 12, 13 hivi. Ni mwanafunzi wa namna gani darasani? Ni mwanafunzi mpole, mcheshi sana ambaye hapendi vurugu, yani hapendi hata ule, yani hana hata maneno ya kugombana na wenzake. Na ufaulu wake upoje pengine? Yani ufaulu wake uko vizuri. Yuko vizuri kitaaluma, na kwa la kuongeza alikuwa ni mwanariadha mzuri. Tulifanya mazoezi ya kukimbia na alishika nafasi ya kwanza katika mbio za mita 1800. Sisi kama walimu huwa tuna klabu za kuzuia ukatili wa kijinsia. Pia tuko na klabu zinaitwa UWAWA ambao ni umoja wa wazazi na walimu. Wote tunashirikiana katika kutokomeza ukatili pamoja na champions. Ombi langu kwa serikali ni kutusaidia shule kuwa na uzio ili tuweze kunusuru matukio ya kikatili kama haya. Na upande wa mabweni. Na pia tunashauri serikali, kuna watoto wanatoka mbali sana. Kwa hiyo tunashauri angalau kama serikali kuna uwezekano tusaidie kupata angalau hosteli hizo ili wanafunzi wale wanaotoka mbali tuweze kuwahifadhi hosteli. Ni pigo kiasi gani ambalo mmelipata kama shule? Kwa kweli ni pigo kubwa sana na ni kitendo ambacho kimetusikitisha kwa sababu haijawahi kutokea kwa wanafunzi kufanywa ukatili wa namna hiyo. Wanafunzi wengi sana hata kwenye msiba ule walikuwa pia wanahofu. Wengine wakawa wanajiuliza, sasa mwalimu, sisi tutakujaje shuleni? Tunatoka mbali huku. Nikashauri tu kwamba wawe na moyo, na pia ninachoshauri ikiwezekana hata wazazi kuwasindikiza watoto ile mida ya asubuhi ili kuwafikisha katika maeneo ambayo ni salama kuepukana na hivyo vitendo vya kikatili. Cha mwisho ambacho pengine ungependa kufanya kama mwalimu, kama mzazi? Kikubwa ambacho nawashauri jamii ni kujenga ushirikiano kati ya wazazi na walimu. Mzazi ni jukumu lako kufika shuleni kufuatilia maendeleo ya mtoto wako. Usione kwamba kama shuleni ni kituo cha polisi, kwa sababu wazazi wengine watoto wanavyotoka nyumbani wanawaachia tu wanaenda shuleni. Hawajui kama wamefika shuleni au hawajafika. Kwa hiyo ni vizuri mzazi kukagua hata zile kazi za wanafunzi wanazopewa mashuleni, kwamba itakuwa mtoto amefika shuleni na amefundishwa. Akibaini hakuna kazi za siku hiyo, ni jukumu lake kufika shuleni na kufuatilia, je, huyo mtoto haandiki, alikuwa shuleni au hakuwa shuleni. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.